Naam, hujambo na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Siku ya leo Kanisa Katoliki limepokea msiba mzito wa Askofu Novatus Rugambwa ambaye alifariki dunia leo nchini Roma. Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, Mtanzania aliyewahi kuhudumu kama balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali duniani, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu huko Roma nchini Italia. Ifahamike kwamba aliyefariki ni Novatus Rugambwa, lakini sio Kardinali Rugambwa, yule kardinali ambaye alopita katika miaka ya nyuma. Taarifa iliyotolewa na askofu wa jimbo Katoliki la Bukoba Jovitus Mwijage kwenda kwa maaskofu, mapadri na watawa na waumini wote inasema Askofu Mkuu Rugambwa amefariki dunia usiku wa Septemba 16 mwaka 2025 akiwa nchini Roma. Askofu huyo alizaliwa Oktoba 8 mwaka 1957 mkoa wa Kagera na kuweka wakfu katika daraja takatifu ya upadre Julai 6 mwaka 1986 na Askofu Nestorius wa jimbo Katoliki la Bukoba kwa wakati huo. Baada ya miaka kadhaa ya huduma, Machi 18 mwaka 2010 aliwekwa wakfu katika daraja la utakatifu ya uaskofu na Kardinali Tariskio Petrio aliyokuwa katibu wa Vatican kwa mwaka huo. Katika safari yake ya utumishi, Askofu Rugambwa aliwahi kuteuliwa balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali ikiwemo Angola na visiwa vya Fiji, ambapo alitambulika kwa mchango wake katika kuimarisha uhusiano wa Vatican na mataifa hayo ambayo yeye alikuwa kama balozi katika mataifa hayo. Ifahamike kuwa maaskofu wengi katika nchi mbalimbali walikuwa wanateuliwa kwenda kuwa mabalozi wa papa katika nchi zingine za jirani. Wadau mbalimbali wametoa maoni yao, nikianza na huyo wa kwanza kufuatia posti hii. Yeye ameanza kwa kusema, hii familia kina Rugambwa ni maaskofu watupu. Leonard Rugambwa, huyu ni Kardinali Protas Rugambwa, Kardinali Novatus Rugambwa, askofu mkuu. By the way, wote ni maaskofu. Huyu mwingine akaja kwa kusema kuwa apumzike kwa amani. Huyu mwingine anasema Mungu asimsahau na rais wa Malawi. Lakini kuna huyu mwingine anasema swali, Vatican ni nchi au makao makuu ya kanisa? Utajua haujui. Kuna mmoja anasema kumbe maaskofu huwa na wao wanageuzwa kuwa mabalozi katika nchi mbalimbali. Kweli hii taasisi sio taasisi ya mchezo. Lakini kuna umri akisema pumzika kwa amani baba. Kuna umri akisema kuna la kujifunza hapa, Mungu hapangiwi kazi, anamchukua anayemtaka, anamwacha amtakaye. Tusimuombee vifo, sisi wote ni wakosefu, hakuna aliyekamilika. Mimi nakaa na rais wa Malawi, mimi simuombei kifo hata siku moja. Kuna mwingine akasema apumzike kwa amani mtumishi wa Mungu. Lakini kuna mwingine akasema raha ya milele umpe Bwana, na sisi tunaitikia amina. Kuna mwingine akasema Mungu umpumzishe kwa amani, raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Kuna mwingine akasema hakuna baba ni papa. Lakini kuna mwingine akasema RIP Rugambwa apumzike kwa amani. Lakini kuna mwingine akasema raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hili pigo ambalo Kanisa Katoliki siku ya leo wamelipokea. Lakini tufahamu kuwa aliyefariki si kardinali aliyepita Rugambwa, bali aliyefariki ni Askofu Mkuu Rugambwa ambaye yeye alikuwa ni balozi wa papa katika nchi mbalimbali duniani. Naam, kwa taarifa mbalimbali endelea kukaa karibu na usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa